kupambanua mambo. Ukiona akili yako haiwezi kupambanua mambo, tambua wewe bado hujaliwa neema ya akili. Ndugu zangu katika imani, akili ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mwanadamu, neema ambayo mwanadamu huyu atakikana aitumie akili yake vilivyo. Leo hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kutokana na neema hii yake, wa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah asema, wa karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala anajisifu kwa kusema, kwa hakika tumemtukuza mwanadamu, lakini sio kumtukuza, bali mwanadamu huyo tukamfanya awe na akili ambayo ana uwezo mwanadamu huyo kutengeneza vipando ambavyo anapanda katika bahari na anatembea katika nchi kavu kwa vipando hivyo. Lakini si kwa ujanja wake kwamba amevitengeneza, bali Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu akili ya kutengeneza vipando. Leo hii mwanadamu anathubutu kutengeneza jahazi, meli na vifaa vingine ambavyo vinapanda katika bahari na mito na sehemu mbalimbali. Anatembea mwanadamu kutokana na neema ambayo ya akili Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akili akatengeneza. Lakini mwanadamu huyu ndio mwanadamu amekosa shukrani baada ya kutenda mambo makubwa ambayo Allah amemjalia akili na kuyatenda. Anajiona yeye sasa amefika katika ulimwengu huu, anaenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, neema ya akili ni neema kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha mwanadamu, na mwanadamu atakikana atumie akili yake kutokana na neema hii. Ni wangapi leo wanakumbuka neema hii? Mimi na wewe ndio watu wanafika kidini baada ya kufanya mambo makubwa na kujiona yeye ana akili sana, ndio huyo anayesema hakuna Mungu. Mwanadamu huyo ambaye amejaliwa akili na Allah subhanahu wa ta'ala, akili yake imefika kipindi anatupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiona yeye amefika katika mgongo wa ardhi. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja amejaliwa neema hii, atakikana akae na tafakari ili aweze kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala kukumbuka neema hii ya akili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine akiwa anawasifu waja wake, waja ambao wenye kukumbuka neema hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin likulli albab. Hakika kuumbwa kwa mbingu, uumbaji wa mbingu na ardhi, na kutofautiana usiku na mchana, kule kubadilika kuingia mchana ukaupisha mchana kupisha usiku na usiku ukaupisha mchana, la aya, kuna alama, lakini kwa gani? Likulli albab, kwa watu ambao wamekaa chini watafakara watadabbara fi makhluqatihi subhanahu. Akakaa mwanadamu akatafakari katika maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba. Lakini ni wangapi ambao wamekaa na mwisho wa siku kuna watu wamesoma sana mpaka wanaanza kumkosoa Allah. Unajua mbingu si kwa kadha, unajua kitu fulani ni kwa kadha, hakuna Mungu bwana. Yaani mtu amekaa kwa sababu amejaliwa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kujaliwa ilmu, baada ya kumkumbuka Allah, mtu yakufuru kwa neema hii yake ni mchache wa kufikiria kwa mwanadamu. Lakini vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba, lengo la kuviumba hivi vitu
liyatafakkara al-insan, mwanadamu afikirie namna gani hivi kuna Mungu ambaye anaweza kutandika mbingu ambayo haina nguzo, kila mmoja mimi na wewe nenda utakapoenda huwezi kukuta mbingu siku moja ukaikuta ina nguzo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kufanya jambo hili. Ewe mwanadamu, tumia neema ya akili kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweze kufaulu katika maisha haya ya kiulimwengu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, hata siku ambayo watu wameshakufa, wako katika viwanja vya hesabu, wako katika viwanja vya hesabu, watu miongoni mwa vitu watakavyoulizwa, kuna mambo wataulizwa, watakuja kujibu miongoni mwa neema watakayohitaji ni akili, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alisema, alam yatikum nadhir, hivi nyinyi hawakujieni nyinyi waonyaji, hawakuja watu wa kuwakumbusha kwamba mtambue Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu bala, watasema kwa nini siwe hivyo? Qad jaana, wametujia sisi waonyaji, fakadhabna wa qulna, tukawakadhibisha tukawapinga na tukasema, ma nazala Allahu min shay, Allah hakuteremsha chochote, in antum illa fi dhalalin kabir, hamkuwa nyinyi ambao mnajifanya mnatuonya sisi tuitambue haki, tumtambue Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa nyinyi mlipo katika upotevu uliokuwa. Lakini mwisho watasema, waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'id, watasema sisi lao tungelikuwa tumetia akilini, tumekuwa ni wenye kusikiliza yale yanayozungumzwa na kutukatia akilini, ma kunna fi ashabi sa'id, tusingekuwa katika watu wa moto. Tazama neema ya akili, mpaka siku ya kiyama watu wataikumbuka, watakumbuka neema hii kwamba wao hawakutafakari katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala, hawakutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wanajuta, wanasema law kunna nasma'u au nahqilu ma kunna fi ashabi sa'id. Ndugu zangu katika imani, akili ni neema kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu. Neema hii mwanadamu anatakiwa ashukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametupendelea neema nyingi, lakini katika neema hizo ambazo mwanadamu amefadhilisha ni akili ya mwanadamu. Hebu tazama leo watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia akili. Tazama Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala anasema pale alipokuwa anaongea mtuchungu kuambia wenzake, kuwakumbusha ili watie akilini na waingie katika nini, katika majumba yao, akamwambia ya ayuhan namlu, enyi sisimizi, udkhulu masakinakum, ingieni katika majumba yenu, la yahrimanna Suleimana wa Yusuf, Suleimani asije akawakanyagieni nyinyi, akawaueni nyinyi, akawaangamizeni nyinyi, wahum la yashkurun, na wao hawatambui. Ndugu zangu katika imani, hebu tazama wanyama wanaonyana katika maovu kwa ajili gani? Wametumia akili kukumbushana kwamba hawa wakipita, Suleimani akipita na jeshi lake atawaangamiza, atawaua. Tazama leo jamii yetu ikoje? Jamii yetu, bali sisi jamii zetu, wengi wetu, asilimia kubwa, akili zetu hazitumii. Leo watu wanaamrishana kwenda katika maasi mbalimbali. Tazama mambo ambayo watu wanayoamrishana, faida yake ni nini au maslahi yake makubwa ni yapi katika jamii? Bali kikubwa zaidi, mafasi ni mengi kuliko masalih. Leo
Kuna ndugu zetu katika baadhi ya mikoa na baadhi ya sehemu nyingine wanaendelea kufa kwa ajili ya akili zetu. Yaani mtu mmoja anatumia maslahi yake kwa ajili ya kuwawezesha wengine waingie katika maangamizi. Kufa Islamu, kila mmoja awe tayari kutumia akili yake na kuzuia yale mafasidi ambayo yatatokea katika umma, mafasidi ambayo ni makubwa zaidi kuliko maslahi ya kwake binafsi mtu huyo. Ndugu zangu wa Islamu, neema ya akili ni neema kubwa sana. Leo inawezekana kuna mtu anacheza na akili za watu kwa sababu ya maslahi yake, na watu basi na kufikiria kwamba huyu anahitaji maslahi yake, anaenda kuchukua mambo. Allah, ndugu zangu katika imani, kila mmoja awe tayari kutengeneza maslahi ili kuyaondoa mafasidi katika umma huu. Leo hii mafasidi ni makubwa kuliko maslahi watu wanayotaka. Ndugu zetu wanaangamia. Mimi na wewe pengine, mimi na wewe inawezekana pia tukaangamia kwa mafasidi hayo. Mimi na wewe tuko tayari kuwaambia ndugu zetu na jamaa zetu, kuwalingania ndugu zetu kufahamu thamani ya kuitumia akili kwa ajili ya kuleta amani yetu katika nchi yetu. Ndugu zangu wa Islamu, kila mmoja ana akili, ana uwezo wa kutumia akili yake kwa ajili namna gani atamkumbusha ndugu yake na kumlingania ndugu yake, kurudisha hali ambayo leo hii haiko sawa, kurudisha katika mambo yalikuwa sawa na maisha mengine yakaendelea. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ndugu zangu katika imani, naigusia kwa mara ya pili nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu katika imani katika hotuba yetu ambayo inazungumzia neema ya akili. Namna gani mwanadamu anatakiwa aitumie neema hii ya akili. Mwanadamu amejaliwa neema hii na Allah subhanahu wa ta'ala ili kumpambanua mwanadamu kuwa tofauti na viumbe vingine, lakini mwanadamu amekuwa ni mwenye kuongoza kuliko hata yule mnyama mwenyewe. Kwa pale Allah subhanahu wa ta'ala alisema, walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa hakika tumekumbia wanadamu, tumeumbia wengi katika majini na wanadamu moto. Kwa nini tumeumbia hao? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wana mioyo, wana fikra, wao wanatakiwa wafikirie katika neema za Allah, wafikirie akili, lakini la yafqahuna biha, wala hawawezi kufikia umuhimu wao, hawana mpango na hilo jambo. Wala hum ayun, wala macho, la yubsiruna biha, hawatazami kwa macho hayo, hawaangalii kwa hiki kinachokifanya, madhara yake ni yapi yatapatikana. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja awe tayari kutumia akili yake. Kila mmoja awe tayari kuitumia akili yake kuleta mafari na sio mafasidi katika jamii. Walahum adhan la yasma'una biha, wana masikio. Hapo nyuma kuna watu walituonya, wakatuambia baadhi ya mambo, viongozi wetu wakatuambia hili halifai, Waislamu wangekuwa tahadhari hivi, walinde jamii ikae katika mafari na isiingie katika mafasi, lakini jamii hilo haikusikia. Ndio leo tunayoyaona mafasi ni makubwa mno. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, mafasi ni makubwa mno.
Ndio pale Allah akasema ulaika kal an'am, bali hawa wanadamu kama wanyama. Allah akasema wao kama wanyama, lakini bali hum adall, bali hawa wanadamu wamepotea zaidi kuliko hawa wanyama ambao hawana akili. Mzangu kwa Islam, neema ya akili ni neema kubwa sana ambayo mwanadamu akipoteza neema hii atakuwa na maangamivu makubwa mno katika maisha ya dunia, lakini pia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu kwa Uislamu, anasema miongoni mwa washairi, anasema wa afdalu qasmi llahi lilmar'i aqluhu, katika vigawanyo vilivyokuwa bora kabisa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewagawanyia waja, amewapa waja akili yake. Idha faqada al-insanu al-aqla, ikiwa mwanadamu atakosa akili, hal anakuwa kama mnyama. Bali Allah kabalhum adall, bali wao wamepotea zaidi kuliko huyo mnyama. Kwa Uislamu, kila mmoja awe tayari kutumia neema ya akili kwa kutafakari mambo ambayo yataleta madhara katika umma na sio mafasidi katika umma, ambayo yanaweza kwenda kuangamiza watu wengi kuliko yale maslahi kwa watu wanaoyafanya. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja atumie akili yake. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia katika neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mja ni akili yake. Pindi anapokosa mwanadamu neema ya akili, basi itakuwa mambo mengi yataharibika katika umma. Anaendelea kusema mshairi, walaysa min alkhairati shay'un yuqaribuhu, hakuna kheri yoyote ambayo inakaribiana na neema ya akili, kwa sababu mwanadamu akikosa akili hawezi kuendelesha mambo yake vizuri. Atakuwa anaenda tu bila anapoendeleshwa, twende huko atakwenda, twende huko, kila sehemu yeye atakwenda. Wa idha akmala ar-rahmanu lilmar'i aqlahu, na Allah subhanahu wa ta'ala pale anapoikamilisha akili ya mwanadamu, faqad qablat akhlaquhu wa ma'arifuhu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa imekamilika tabia yake, lakini pia na makusudio yake yalikuwa mema. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja awe tayari kutumia neema hii ya akili katika kufanya ibada za Allah, katika kuleta maslahi katika umma na kuleta mambo mbalimbali ambayo hayataweza kuleta bidhaa katika jamii, hayawezi kuleta migongano katika jamii. Pia anasema miongoni mwa washairi, anasema laysa al-jamalu bi aqwali muzayyinuna, sio uzuri wa mtu mavazi yake alivaa, kwamba akivaa joho anapendeza au akivaa nguo fulani inapendeza. Innal jamala jamilul aqli wal adab, hakika ya uzuri ni uzuri wa mtu akili yake kukaa sawa na kuwa na adabu. Ndugu zangu katika imani, tutumieni neema ya akili katika kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na kukatazika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza, na kutengeneza maslahi katika umma na kuyaondoa mafasidi katika umma. Ikiwa tutafanya hivyo, tutafaulu katika maisha haya ya ulimwengu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tazama leo kila mmoja inapofika tu baada ya kuna mtu hana amani tena kupita mtaani. Vipi utatekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi utapata uhuru wa kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mmoja awe tayari kutengeneza maslahi katika umma ili tuweze
kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.